Asante sana mtazamaji wa Star TV kwa kuendelea kuwa nasi katika kipindi chako bora kabisa cha Tuongee Asubuhi. Sasa mtazamaji, ni sehemu ya mwisho, na hapa tuna mjadala mkuu. Baada ya watu tumetazama kilichopo ndani ya habari, magazetini kuna nini, michezo na burudani, na sasa ni mjadala mkuu, sehemu ya mwisho ya kipindi chetu cha Tuongee Asubuhi. Mtazamaji, kuna tafsiri mbalimbali na watafsiri mbalimbali wametoa tafsiri ya neno uzalendo, na kila mmoja ametoa tafsiri yake kwa namna anavyoelewa yeye. Na uzalendo huu sisi tukasema pia si vibaya tukajadili kwenye kipindi cha Tuongee Asubuhi, na mjadala wetu tutajikita katika kuangalia dhana nzima ya uzalendo kwa maendeleo ya taifa. Uzalendo kwa maendeleo ya taifa ndio mjadala wetu. Kwa hiyo bila shaka Alex ataniandikia hapo, uzalendo kwa maendeleo ya taifa ndio mjadala wetu katika kipindi cha Tuongee Asubuhi. Uzalendo ni nini? Na tutajua kwamba faida za uzalendo ni zipi. Tunapimaje kwamba huyu kiongozi ama huyu mwananchi au huyu kwenye jamii ni mzalendo, mwanaharakati fulani ni mzalendo? Tunapimaje kauli zake, matendo yake na kila kitu. Na ili kuweza kupata majibu mazuri tu na maoni mazuri ya dhana nzima ya uzalendo kwa maendeleo ya taifa, nipo na Chacha Dawson. Huyu ni mwanaharakati, ni mdau wa maendeleo, ni kijana shupavu kweli kweli, na leo tupo naye katika kipindi cha Tuongee Asubuhi kuweza kutuambia dhana nzima ya uzalendo na nafasi yake kwa maendeleo ya taifa. Wewe unachotakiwa kufanya ni kimoja tu, sikiliza vizuri, andika ujumbe mfupi, nami nitausoma ujumbe wako. Chacha, karibu sana kwenye Tuongee Asubuhi. Asante kiongozi. Hongera sana kwa majukumu ya ujenzi wa taifa. Naona unapambana kweli kweli. Nashukuru. Sawa. Hivi tunaposema uzalendo tunamaanisha nini? Uzalendo ni hali ya kuweka mbele. Tunaposema uzalendo wa kitaifa sasa ni hali ya kuiweka mbele taifa, tukashirikiana katika kuijenga taifa na kuhakikisha tunasimama katika misingi yake kwa maslahi mapana ya taifa letu. Huo ndio uzalendo. Uaminifu. Sio najiita mzalendo wakati huo kuna mahovu na mambo ya ajabu ambayo yanatutendea Watanzania ambayo yako kinyume na misingi ya taifa letu. Kwa uzalendo tunahitaji mtu ambaye amenyoka kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ni nani anatakiwa kuwa mzalendo? Mtanzania mwenyewe. Na tunaposema Mtanzania ni kuanzia level ya chini, kuanzia viongozi wetu waliopewa nafasi za madaraka ya kuchaguliwa, kuteuliwa, sote tunahitaji kuweka mbele uzalendo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa mwananchi wa kawaida unawezaje ukaupima uzalendo? Unaweza kuupima kwa sababu ile uaminifu wako wa kuilipa ile kodi katika uhalali, kuhakikisha una unachokikwepa, ni uzalendo tosha kwa maslahi mapana ya taifa letu. Maana tunalipa kodi kuinua nchi, but itavunja moyo pale unapolipa kodi kwa kujinyima. Kodi yenyewe mlimelimbikizwa za kutosha, halafu walioko nafasi za juu wanafika na kuzifoji zile kodi. Hiyo ndio inaumiza sana hata yule aliyeko chini, kuona tunahangaika kulima tupate mazao ndani ya familia, tulishe familia, baba ni mlevi anaenda kuuza kunywa pombe. Ndicho kinachotukuta asilimia kubwa. Kwamba mtu mwenye uzalendo anatakiwa kuwa na mahaba yaliyopitiliza kwa nchi yake. Sio mahaba tu, kuhakikisha kwamba anaitumikia nchi yake katika nyanja yoyote aliyonayo. Iwe kilimo, iwe ufugaji, iwe nafasi ya kuteuliwa, iwe nafasi ya kuchaguliwa, iwe nafasi ya ajira, sote tunatakiwa tuiangalie taifa kwanza kabla tujaangalia mifuko na matumbo yetu. Hivi uzalendo kuna sehemu unaweza ukaupima kwamba huyu kiongozi ni mzalendo, huyu mwananchi ni mzalendo, au unaangalia tu mambo yanavyokwenda kawaida? Mambo yanayokwenda yatakuonyesha, upimaji wenyewe utakuonyesha. So kama mtu anatajwa waziwazi na evidence zinaonekana ni fisadi, anajilimbikizia mali kupitia kodi ya mnyonge, tayari ni kipimo chote tosha cha kwamba huyu hastahili kwa maslahi mapana ya taifa. Unaongea kwa hisia sana leo. Kwa nini? Ni maumivu makubwa Tanzania tulikofikia, sio sehemu salama.
Yaani kama ni kuliwa, tumeliwa sana, tumeibiwa vitu vingi sana ndani ya nchi hii. Kama ni watu kujimilikisha, amejimilikishia sana nchi hii. Tunakuja kufika sehemu ambako tumebakiza mashimo kwenye machimbo ya madini, tumebakiza changamoto, samaki kule zinapakiwa makopo ya samaki, tunatupiwa mifupa, samaki zinapanda zinaondoka, kati yote ni uchumi wetu. Tumefika hatua ambao gesi yenyewe, mtungi wa gesi ujaze ni majanga, lakini tunaambiwa gesi Mtwara. Imagine tangu mwaka jana si mwaka juzi tunaambiwa kwamba wamepelekwa wataalamu kutest gesi, mpaka leo hatujai kupata majibu. Wakati wa kutesti tuliambiwa, wakati wa gesi kuzalishwa na kuingiza pocket money zao hatujui. Sasa tunataka kujua, Watanzania tukitaka tujue tunapata vipi kodi katika mbuga za wanyama, katika milima na vitovu vya utalii, tunapata vipi kodi kwenye vitu kama gesi. Hapo tumegusa ambako ni hatari, wakati ndo kitu ambacho ndo kinatakiwa kiguse taifa letu kwa mazingira mapana. Ngoja nikuulize, ukiangalia rasilimali tulizonazo hapa nchini Tanzania, unaweza kutufanya tukajitegemea kwa 100%? Yaani kwanza kuna watu ambao tulisema kwamba ni bora angalau misaada na mikopo imezuiwa. Tujitambue. Haiwezekani. Tunaweza. Haiwezekani una shamba, unashindwa kulima shamba ukapanda mazao, upande mahindi na maharage, familia yako ile wewe unakimbilia kuomba chakula kwa jirani, wakati kwako una shamba ambalo unaweza ukalima hao ukawauzia hata chakula. Ndo magumu tunayopitia Tanzania. Ziwa tulilonalo, mito tulionayo, bahari yenyewe tunaicho kipande chetu upande wa bahari, mbuga za wanyama, madini hayo ndo kabisa ndo utajiri tosha. Mwisho wa siku sisi tunakuwa kutembeza bakuli kuomba msaada. Ni aibu sana, tunaenda kuomba mikopo ambayo mnasamewa mkopo, mnashangilia, wakati wenyewe mko mna uwezo wa kukopesha, sio kukopa, kukopesha. Tunaweza kukopesha sisi. Wao wakakope mkopo huku. Tunaweza kukopesha sisi. Pakubwa sana kutokana na kitu kinachotangulizwa mbele, uzalendo, ambao wengi wameshindwa kupotanguliza mbele. Hivi nani anatakiwa atoe elimu ya uzalendo, watu waielewe vizuri? Elimu ya uzalendo tunatakiwa tuipate kuanzia kwanza kwenye ngazi ya serikali. Na ndio maana tunashindwa kuelewa kwa nini serikali wanang'ang'ana kutuletea elimu za nje, Kiarabu, Kiingereza, wakati sisi humu ndani tulitakiwa tuanze na practical za mali tulizonazo ndani ya nchi. Ndio maana nishagai kugombana sana. Haiwezekani mtoto amemaliza chuo kikuu, amegraduate na lijoo lake, anajisifia ni na degree ni na nini, ukimpangia dhahabu ya masters anaiti hajui. Sayansi gani umejifunza hiyo? Sayansi ya kuchoma sindano za wagonjwa. Tunahitaji sayansi ambayo ni practical. Hii dhahabu inacheketwa vipi, almasi inaenda vipi na inachokotwa vipi, hii Tanzania iko vipi? Utayapanga pale watu hawajui. Amehitimu kabisa, mtu ana PhD ndani ya nchi, lakini tunahitaji practical. Hayo wanachukuaga watoto kwa wanafunzi kwa ajili ya kufanya upelelezi na namna kujifunza kwenye vitu vya kiufundi na vitu vya kutambua uzalishaji. Eti wanawajumbaga nafasi kwenye viwanda vya kina Balesa, kina Jambo, kina nani, kwa ajili watu waangalie, au soda, Coca-Cola au wapi, Tibiero, kiwanda kinazalisha vipi, kinafanya vipi. Mbona amuwapeleki migodini kwetu? Wapeleke migodini, waangalie dhahabu vyachimbwa, dhahabu zinavyocheketwa na nini. Kwani watu wa vio vya madini hawaendi kujifunza huko? Tunaposema wa Tanzania uzalendo, tusiangalie wale 3 4 wa vio vya madini. Kwani kuna kosa gani tukichukua vijana wa darasa la 6 la 7 ambao wameshajitambua, form 1 form 2 mpaka form 3 mpaka form 4 form 5 form 6, wakavamia mgodi wa Nyamongo, wakaangalia namna uzalishaji unavyoenda, wakaingia kwenye mgodi wa GGM, wakaangalia uzalishaji unaenda vipi. Haya, lini mliwahi kusikia serikali inasimama hapa inaita media, au watu wa upande wa madini wanaita media bana, tunashukuru sasa hivi ni juzi tumeanza kuchimba mgodi wetu wa ulioko Sengerema, tumeingiza 1 2 3, tumepata faida ngizi na hizi.
Why ngoma zinachimbwa zinaenda kimya kimya? Lakini wao wanasema siwa kuna ile corporate social responsibility, wanaeleza kuna hivi na hivi kinachofanyika. Na nakumbuka pia kwenye ile la kwenda kujifunza, mimi nakumbuka nilikuwa kidato cha 5 tuliwahi kwenda kule. Na nafikiri labda ni vipaumbele tu. Kwa mfano labda shule, mambo mengine ya shule yenyewe kwamba kupanga kwamba labda wanafunzi wetu wakajifunza jambo fulani, wakiomba kuna wanaopewa nafasi. Labda wengine sio vipaumbele. Ndio maana wengine wanawapeleka labda wakaangalie mbuga za wanyama watoto, wengine wanawapeleka labda zile study tour zile, wengine wanapeleka labda wakaangalie vitu vingine ambavyo ni vya kipaumbele pengine vya taasisi ile waliopo. Umeangalia vizuri, umeongea kuhusu wakaangalia mbuga za wanyama. Mimi nakumbuka tulienda Geita. Mimi ninafurahia vipi kuona simba anavyorukaruka, nafurahia vipi twiga anarukaruka na shingo lake bila kunipa mapato yaliyotokana na yule twiga na simba. Sio kienda kule wanauliza, watoto wanaruhusiwa kuuliza maswali. Tunachohitaji haya, watoto wanauliza na sio kuuliza maswali. Hivi kwenye mimi nilikuwa napewa majibu pia. Haya, wewe unapewa majibu, ulipopewa ukaweka wapi? Si umetoka umejua wewe kama wewe? Sinajua rasilimali zilizopo Tanzania. Vipi? Haya, vipi kuhusu deni la taifa ambalo tunatangaziwa kwenye media nchi nzima tunajua? Vipi kuhusu bajeti zao za bungeni wanapoziandaa kwamba tunahitaji ngapi kwa ajili ya 1 2 3 zinazowekwa wazi? Kwa nini vitu hivyo visiwekwe wazi? Kwa hiyo ndio kipimo cha uzalendo pia kipo hapo. Tunataka tutambue. Maana nilikuuliza swali la msingi kwamba nani anatakiwa atoe elimu ya uzalendo? Umesema ni serikali. Serikali inatakiwa iweke kipaumbele. Sote tunaweza tukapeana elimu ya uzalendo. Ya vitu wa sasa vya kama mali zetu hizo. Lakini serikali iweke kipaumbele kama walivyoweka kipaumbele kutupa elimu za magharibi. Watupe kipaumbele kutupa elimu za vitu vyetu. Lakini kuna uzalendo, tazama ramani utaona nchi nzuri yenye mito na mabonde mengi. Kwani kuimba huo wimbo Dawson? Kuna vitu vingine inaumiza, hayo tunayaimba inaibaki tu kwenye. Si uzalendo wote huo. Tunahitaji uzalendo wa practical, sio theory. Alama za chama hivi, jembe na nyuki kipindi kile. Sasa hapo naongelea kipindi kile bado tupo wadogo, si ndio? Siko tunafundishwa taratibu tunakuja huko. Tulifundishwa taratibu tumefika hatua unajua mimi nitaje ukweli. Hawataki tujue vitu vyetu na uzalishaji wake. Kwa sababu nahisi wakiona tumebumburuka, tumejielewa, tutakuja kuziba mirija ya watu. Ndio maana hawataki kutupa elimu za msingi. Kwa sababu unapotaja elimu ya msingi sio ya chekechea mpaka la 7. Elimu ya msingi wa kile kitu chetu tulichonacho ndani ya nchi. Ndio maana nawaambiaga nenda chini na angalia kitoto cha darasa la 2, la 3, la 4 vinafundishwa namna ya kufanya operation ya mgonjwa. Vinafundishwa namna nini? Lakini huku kwetu ndo anahangaika ndo kabisa walimu wanahangaika kumshika mkono andike alfabeti. Huku kwetu wanahangaika kuwajaza kwa jifunze Kiingereza dogo anapigwa vidole kwa kutoelewa Kiingereza. Bora angekuwa anapigwa vidole kwa kutotambua madini yanavyochimbwa na kuchekechwa, apigwe vidole kwa kutotambua namna gani gesi tunaweza tukaifaidi ndani ya nchi. Kwamba juzi tu nimetoka kufundisha mbuga za wanyama zinaingiza faida kiasi gani, wanyama wanafanywa vipi, watalii wanaingiza vipi hela. Watu walishajibinafsishwa mbuga miaka na miaka, bandari wamebinafsishwa miaka na miaka. Sisi tutafaidi nini? Mpaka ilifika tu unaona tunaumia kuona Watanzania sisi wa chini tunaumia kuona Kagame anatoa taarifa kwamba mkinipa tu ile bandari Rwanda anaibadilisha kama Ulaya, hata hiyo nchi yenu. Alafu mwisho wa siku inaumia kwamba mlichonacho nyie hata jirani anakitamani lakini nyie mkifaidi. Yaani jirani anatamani kuchimba ule muogo mlionao shambani kwenu, ila nyie muufaidi, mnauacha unauzia mle panya wanazidi kuchimba na kutafuna yale matunda. Inaumiza. Ndio elimu ambayo watoto wanatakiwa wapewe hiyo ya uzalendo. Sasa wapate uzalendo wa vitu vyetu vinazalishwa vipi, vinaingizwa vipi, tunachekecha vipi, rasilimali zetu tuna 1 2 3 zinatupa faida kiasi gani, kupitia era hii tumefanya 1 2 3 ambayo ni hakika. Sio tumevuta mkopo tumejenga shule sehemu fulani, tumevuta mkopo tumejenga shule sehemu fulani, tumevuta mikopo 3 shule hii. Mnajiuliza hii ngoma vipi? Tunakuwa tukiona miradi tena wanazindua kwa mbwembwe. Ukiangalia ule mradi na kiwango cha pesa kilichotajwa, aibu. Yaani pesa iliyotajwa kwamba imekamilisha ule mradi na kiwango chake kilichotumika. Unasema hii hela mngenipa mimi ningejenga gorofa zangu kadhaa Arusha na Dar na Mwanza kwenye majiji ambayo ni makubwa. Nikae tu nitulie nikusanye kodi.
lakini wao wanakuambia tumejenga eneo ambalo wewe unajua kuna vitu vingine wasitudanganye. Kuna vitu tulishajua bei. Wewe kuniambia kwamba tumejenga 1 2 3 wakati tunajua bei ya saruji, tunajua bei ya mchanga na mawe na kokoto, tunajua bei ya rangi. Ile bei wanazo hadi figures zao wanakuja kutuletea miradi imefanywa. Mwisho wa siku tunaona mamilioni yamechezewa. Wakati huo kuna watoto madawati hawana. Tuna watoto shule wanasoma kwenye shule ambayo haijui dirisha, dogo anaruka tu hii, amesepa. Anaruka amedumbukia darasani. Shule tulizonazo hizo. Hatua stahiki kwa watu wanaofanya vitendo kama hivyo ni zipi? Hatua stahiki kwa watu wanaofanya vitendo kama hivi ni zipi? Serikali mimi naomba iwe inafanyia kazi tunayoyaongea. Ndio. Miaka ya 61 wakati tunapata uhuru, Korea Kaskazini tulikuwa tunalingana na level ya umaskini. Lakini leo hii katuacha. Yuko mbali. Amekaa sebuleni anakutandika wewe ambaye uko kwenye nchi yako. Ni teknolojia kubwa sana hizo na vitu vingine ambavyo anavyo. Yule mtu tulikuwa tunalingana naye lakini aliweka kitu ambacho kimenyoka. Fisadi amekula hela ya nchi, imegundulika amekula hela ya nchi. Hata ombwa apande, unapanda mwenyewe unakivaa kitanzi. Au unasimama mwenyewe pale juu, tunatandika shaba. Watu haki za binadamu. Wale watu haki za binadamu si watakukimbiza. Ukifuata haki za binadamu, matokeo yake ndo haya ambayo tunayaona sasa hivi yamekuwa ya kudharauliana mpaka viongozi wakubwa wa kitaifa wanatukanwa ovyo na kudhalilishwa ovyo. Watu wanaojiita viongozi wa dini. Vajua ambao ni sahihi yako, msturele watu tuletee matatizo ndani ya nchi. Hatutaki mgawanyiko ndani ya nchi. Mtu akisimama akaongea kwa maslahi mapana ya nchi, wananchi wana haki hii, wajibu maswali yao, wajibu hoja zao, wanaomba katiba, wanaomba uhuru, wanaomba katiba mpya, wanaomba tume huru. Wajibu, afu mtu anaibuka huko amevalishwa vazi la dini, anatoa matusi na dharau na dhiaka kwa viongozi. Inaumiza, hatutaki. Ndio maana sisi tulishagasema tunasimama na Watanzania, hatusimami na mtu binafsi. Sahihi kabisa. Nishagai kusema kwamba tukisimama tusiwezi kusimama kwa Chadema, kwa CCM. Tunasimama kwa mtu. Na wao wanasema hivyo na ndio maana kwa mfano imenuma sana kuona watu wanasimama kumdhalilisha Dr. Nchimbi. Unamdharau Dr. Nchimbi, mtu ambaye sisi tunamuona kabisa, tunamheshimu kwa sababu ni Tanzania mwenzetu. Tunatambua utendakazi wake hata kama ni mapungufu ni ya kiubinadamu. Makamu wa rais sasa. Lakini watu wanaposimama kumdhalilisha Dr. Nchimbi, let's say Padri Kitima, mtu unamtolea maneno ya ajabu, mimi watu kama hao inatuma. Hapo bado viongozi wa government hawajitokei kukemea. Wanatakiwa wajitokeze wakemee hivi vitu. Mwalimu Nyerere hayo aliyosema ndio hayo ambayo aliyadurudia juzi Dr. Nchimbi. Hii mbegu inayopandwa mdogo mdogo itakuja kuleta matatizo katika udini. Tutapata shida. Hatutaki hilo. Hatutaki tufikie huko. Viongozi wa dini wanatakiwa wafanye nini? Viongozi wa dini wanatakiwa wawe na umoja katika maslahi mapana ya taifa ya kuongelea kinachogusa nchi. Usitokee kupingana na wanaosema wananchi wajibiwe. Hamna aliyeitisha bwana wananchi waandamane. Aliyeitisha wananchi nenda mkaribu mali za watu. Ila wengi viongozi wa dini ambao tunawafuatilia na viongozi wa kiserikali wanakuambia sikiliza wananchi wanataka nini. Unajua wanapokuwa wanatuambia wao ni mabosi wetu mdomoni, halafu huku kwenye matendo ya kututendea haki kama ni mabosi wetu kweli hawafanyi, inaumiza. Kuna watu kama kina Dr. Nchimbi, Padri Kitima tulikuwa tunafuatilia kwa karibu sana. Hatujaona ni wapi wamekosea kusema jibu wananchi, sikiliza wananchi, hatutaki mbegu ya udini ipandwe si nini. Lakini ninapotokea mtu amevalishwa vazi, hatujajua amepewa mgao gani, amepewa nini, ajalichoahidiwa mpaka afike hatua ya kuwavaa viongozi. Hatutaki. Sisi ni Watanzania, tunataka uzalendo. Hatutaki uchadema wala uCCM. Na niwaombe UVCCM waga ni wepesi kulaani mambo yanapotokea. Ni wepesi kulaani mambo ya kina Lissu, mambo ya kina Heche, mambo ya kina Mnyika. Nitegemea watatoka kulaani na kumunga mkono Dr. Nchimbi, makamu wa rais, mtu ambaye amekuwa mkubwa na ndani ya chama ameongoza. Walaani vitu vinavyoendelea, namna anavyoshambuliwa yule bwana. Waache wengine na watu wa dini. Lakini kwa upande wa Dr. Nchimbi watu tunaumia.
wajitokeze walaani. Kwa haiwezekani mtu ananyoshia kidole. Hatuwezi tukakubali wa Tanzania. Sisi tunataka tuangalie uzalendo wa kila Mtanzania, asimame kwenye mpaka wake wa kuizalishia taifa, sio kwenye mpaka wa kuangalia maslahi yako binafsi na tumbo na familia yako. Kwa kuna vitu tunavihitaji tunapotaja uzalendo. Tunapohitaji utaja uzalendo, tunahitaji sasa hivi naona mikopo imesimama, misaada imesimama. Tulitegemea ni muda ambao sasa uzalendo unaenda kutumika. Tunaenda kufika milioni 500 ya kinua mgongo cha mbunge. Tunaenda kufika milioni 18 ya mshahara wa mbunge. Tunaenda kufika ile 300,000 na sehemu ambayo analipa kwa kusinzia bungeni au kugonga meza, haijalishi whatever, cha muhimu ni saini nini. Tunaenda kufika milioni 50 kila mwaka nayopata kwa ajili ya suti zake. Watu tunajishonea suti kwa mafundi na tupo na tunaendelea kusurvive. Milioni 50 unaenda kushona suti ya mwaka mmoja. Yaani ndani ya mwaka una suti za milioni 50. Ndio tunataka uzalendo uonekane sasa baada ya wale wenzetu kutofiekea mikopo na misaada. Tunahitaji ule uzalendo uanzie kwa viongozi wa kitaifa. Tunaweza kumove. Tutamove pakubwa sana kama tutabana juu, turegeze chini. Ndio maana tunaposema mbunge hii milioni 300 nasema anaopewa, milioni 18 anaokula ya mwisho wa mwezi, milioni 50 ya hizi suti zake, bado tuna zaidi ya lita 1000 kwa ajili ya gari lake. Ilisha kupendekeza kwamba wabunge wapunguziwe hivyo vitu, lakini waliungana wakasema kwamba haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu ya watu ambao walisema haiwezekani ni wale ambao sio wazalendo kwa maslahi ya taifa. Kwa hiyo nafikiri wabunge wote wanaweza kukubali kwamba labda tulikuwa tumepewa milioni 50 tupewe milioni 10. Wanaweza kukubali kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa mazingira tuliyofikia na misaada na mkopo imekatwa na nini, na tunaelekea kutakiwa kujitegemea, tunatakiwa tutumie nguvu. Muda wa kubembelezana uishe. Tuingie kwenye maamuzi magumu. Hawa watu wafyekewe hizi hira. Na ndio maana kuna watu wamekuwa kishinda kwa waganga, wengine unakuta unafanyiana mambo ya fitina, wengine utakuta na mambo ya nitakuua, nitakufanyia hivi. Kwa sababu najua utamu wa kile kiti. Sisi tunataka kile kiti kipunguziwe, hela wanazolipa ni kubwa. Zile hela zirudi kwenye jamii. Zile hela tunazihitaji hospitalini. Nenda kwenye hospitali vya kina vituo vya afya na nini, uangalie mapungufu ya vifaa tiba namna yanavyo yalivyo na madawa yalivyo. Tunahitaji wabunge wapunguziwe mishahara na marupurupu yao. Hatujai kuwekewa wazi mishahara ya mawaziri. Sio na maana gani? Wale watu wanatakiwa na wenyewe wafyekwe. Ndugu, kama mtumishi anaweza kusurvive, mwalimu, daktari, nesi na askari wetu wao, unakuta mishahara yao haiachani. 1.5 700,000, 500,000 na sehemu. Mishahara haipishani. Sasa kama wao wanaweza kusurvive wakaishi kwa hiyo mishahara na tunaishi nao na tunawathamini kwa nafasi na level walizonazo, huyu mtu kwa nini asifyekewe hivyo vitu? Hizi gari za kifahari wanazopewa hizi zipigwe mnada, tupate hela tukaendesha nchi, tujitegemee. Ndio maana nimekwambia Korea Kaskazini amesurvive kwa sababu ya sheria ngumu aliyoiweka kwa mafisadi. Sheria ngumu aliyoiweka kwa ajili ya maendeleo ya taifa lake. Ndio maana unaogopa kuiba. Naweza vipi kuiba hii milioni 20? Hiyo ndogo tu, lakini kuna watu wanapiga mabii ndani ya nchi. Naweza vipi kuiba hii milioni 20? Nitapanda kitanzi hadharani, nitaonekana. Lakini matokeo yake mafisadi wako mjini wanazurura tu. Ni ruti za kwenda nje ya nchi kula bata na kurudi kupitia kodi ya mnyonge kama mimi ambaye nahangaika kutafuta 200-300 juani. Sawa. Mtazamaji, tunachokiongea hapa ni dhana nzima ya uzalendo kwa maendeleo ya taifa. Na nimemuuliza Dawson hapa kwamba mzalendo ni upi? Na mtazamaji unaweza pia nao kutusaidia kwenye ujumbe mfupi, na namba yetu ndio hii hapo. Mzalendo ni nani? Na uzalendo unapimwa unapimwaje? Na uzalendo unatakiwa kuwa maeneo yapi? Nani anatakiwa kuwa mzalendo? Hao ndo maswali ambayo kwa siku leo, lakini Dawson pia ameelezea yale ambayo anayaona yanayojiri hapa nchini Tanzania. Dawson, naam. Sasa unavyoona wananchi
wana nafasi gani katika hili ambayo tunalisema la kuweza kuhakikisha kwamba tunaifunga nchi sasa inakuwa ya kujitegemea kwa kila kitu? Kwa mujibu wa katiba, ingawa ni katiba hiyo hiyo ambayo tumeona inavunjwa waziwazi, lakini kwa mujibu wa katiba yetu 75 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwananchi ndiye bosi, ndiye tajiri, ndiye mwenye maamuzi. Na mwananchi kama ndiye mwenye maamuzi, na katiba hiyo imetaja hata mambo ya kudai haki, let's kupitia maandamano, kupitia nini, lakini inaumiza kuona mwananchi anaitwa tajiri sio tajiri. Yaani tunaposema tajiri sio utajiri mpaka wa uchumi. Tajiri mwenye mamlaka, kwamba hapo umeenda vibaya hapa nyoka. Matokeo yake wale ambao ni prefect viranja waliopewa nafasi, ukienda jela wanaitwa nyampara, mchaji wa wafungwa kabla hujafika kwa askari magereza. Inaumiza kuona ndio wanaojifanya sasa ndo wakubwa kuliko yule anayemdai ni tajiri. Hata akiwa bungeni, akiwa wapi, wanatuambia wando mabosi wetu tutuma, lazima tuwanyenyekee, lakini haiko hivyo. Kwa hiyo tunachokihitaji mwananchi apewe power yake kama katiba inavyosema. Ndio maana tunataka katiba mpya, ambayo katiba mpya hii kuna vipengele baadhi ambavyo vitatupa power. Huku kuna vipengele vingine vinatunyima power. Tunataka vipengele vinavyotupa power. Ndio maana tunakwambia mbunge akipewa nafasi asipotekeleza, sisi tunakusanya maoni, tunapiga chini. Ndio cha kwanza hicho. Ndio moja kati ya vitu ambavyo vinahitajika kwenye mabadiliko ya katiba mpya, si ndio? Tunahitaji waziri atokane na elimu yake ya kile kitu anachokwenda kukiongoza. Sio leo kesho ni waziri wa mambo ya ndani, kesho kuta waziri wa viwanda na biashara, kesho kuta waziri wa michezo, sijui nini. Iliwemo kwenye katiba mpya. Vitu ambavyo hajatokana na CV, tunataka tukane kwenye katiba. Yes. Tunataka waziri asitokane na ubunge. Haiwezekani Wananyamagana wamekutuma kwa ajili ya kuwakilisha kero zao na shida zao, unapewa kule, unapigwa uwaziri. Utatukumbuka saa ngapi? Waziri asiwe mbunge. Waziri asiwe mbunge. Asitokane na ubunge. Tokane na elimu yake na taaluma yake ile wizara. La tatu hilo. Jingine? Unapelekwa maana katiba si ndio umeambiwa mnapewa? Kingine tunachokitaka, tunataka tupunguze madaraka ya uteuzi ya president. Kwa sababu president na yeye sisi ni waajiri wake. Hawa anateua kina nani? Ateue zile nafasi baadhi ambazo ziko kwenye katiba ambazo hamtaki. Kwa mfano wewe kama mwananchi ambazo hutaki ateue rais ni zipi? Muhimu kuliko zote, muhimili wa mahakama. Hatutaki atuteuliwe wale majaji. La kwanza hilo. Watokane na mahakama. La pili, wale watu watokane na mahakama. Hatutaki atuteuliwe mawaziri. Rais asiteue mawaziri. Hatutaki. Kwa sababu rais akiteua wale mawaziri, kesho kutu utakuwa unapigiwa tu simu ya maelekezo, hapo umeenda kinyume, nitakupiga chini. Mawaziri. Majaji, mawaziri. Tunachokihitaji kingine, wale mawaziri watokane kama hivyo sema, watokane na elimu yao. Mtu ana experience na kile kitu. Sio unateuliwa. Maana unajua mimi nikwambie Chacha. Haya maana unayosema haya. Mimi naweka kabisa. Serikali inasikiliza. Na tunombi afanyie kazi, sio kusikiliza tu. Wanatazama. Maana wewe ni mwananchi na unatoa maoni yako. Yes. Si upo huru? Ndio. Sasa haya unayosema hapa ni kwamba wanayasikia. Na umesema kwanza la kwanza kwenye mahakama kule, si ndio majaji wasiteuliwe na rais. Nitaka nikupe mfano. La pili umesema wabunge, yani mawaziri wasitokane na ubunge, si ndio, bali elimu zao. Ndio. La tatu umesema, nitaka kwanza nikupe mfano kwa upande wa mahakama. Niposema nyenzo muhimili muhimu, ndio maana nimeingangania ile. Sasa kwa mfano wa mahakama, kwa nini tunataka iwe huru, ijitegemee yenyewe? Kama wangekuwa wanakusanyana kama inavyofanya chama cha walimu mfano, au chama cha wanasheria, tunachagua ukumbi ni tunatafuta ukumbi Dar es Salaam kwa mfano, au tunaenda Arusha, au tutakuwa Mwanza au Zanzibar, tunachagua kwamba bana tunaenda kuwachagua majaji kutokana na CV zao na elimu zao, watakuendesha mahakama. Nina hakika wale watajituma kwamba ile nafasi nilionayo ile nimepewa na wale mahakimu wamekusanyika, mahakimu mwanzo, hakimu wilaya,
na mkoa na nini, wamenichagua kuniweka pale. Hataweza kuguswa na yote. Hujaniteua kusema utanipigia simu naambia kesi nenda hivi. Ndio namna unavyotaka iwe. Yes. Sawa. Kwenye katiba mpya. Kwenye katiba tunaoitaka. Sawa. Lingine la mwisho kabla tuende kwenye mengine tuhitimishe. Linalofuata lingine kwenye katiba. Kwenye katiba tunachokihitaji. Maana umeambiwa mmepewa katiba ndio. Tunachokihitaji. Sasa nataka uyaseme hayo ili wayasikie. Tunachokihitaji ambacho ni kizito zaidi. Useme wewe mwananchi. Tunachokihitaji ambacho ni kizito zaidi. Tanganyika na Zanzibar. Jamani, hapo nataka kusema ni kama ni swala la nani? Hebu mmoja nikusikie kwanza. Hapo nataka kusema Tanganyika na Zanzibar. Kama tunavyohitaji kwamba tuwe na serikali tatu, itatusaidia sana kwa sababu moja. Iwepo serikali ipi na ipi na ipi? Tanganyika asimame kwa upande wake, Zanzibar asimame kwa upande wake. Tanzania sasa, ile serikali ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ipo kwa ajili ya kuwasimamia wale watu. Kwa serikali tatu Ndio. Sasa kwa nini nasema hivyo? Angalia leo hii tuna bunge wakilishi. Wako ndani ya bunge letu la Dodoma. Lakini uwezo kukuta bunge wakilishi wako Zanzibar. Kwa sababu hata kama Zanzibar ni ndogo, tunahitaji kujua na wao wamejadili nini kule. Okay. Kwa hiyo kwenye katiba nataka ziwepo serikali tatu. Lakini Tanganyika asimame kwa nguvu yake, Zanzibar asimame kwa nguvu yake. Sasa hivi tunazo ngapi? Tunazo serikali mbili, Tanzania na Zanzibar, ambapo Tanzania aliwahi kuongea Mtikira, marehemu Mtikira, kwamba tunataka serikali ya Tanzania lakini haiwezi kufanya maamuzi katika serikali ya Zanzibar. Sasa tunapoona kwamba Zanzibar ina bunge lake, Zanzibar ina mawaziri wake, Zanzibar ina ZDRA yake no collect mapato, Zanzibar inajimudu kama nchi, kwa nini sasa tuendelee kuangangania? Na kuna watu mpaka Wazanzibari wameajiriwa ndani ya nchi, kuna wale wateuliwa ndani ya nchi, kuna ambao ndio hao wabunge wakilishi ndani ya nchi, wanakusanya, wanapata hela, wanaipeleka nyumbani. Lakini ukija sasa hivi Mzanzibari anavuka tu, anaendelea mambo yake. Ukienda kule unaolisema haligusi muungano, ukienda kule unasema serikali tatu. Tanganyika simame kivyake, Zanzibar simame kivyake, yule bwana awepo kwa ajili ya kuangalia. Ndio ninachotaka wewe. Kinachotumiza ukienda Zanzibar kwenye maboresho ya katiba. Kwenye maboresho ya katiba. Kinachotumiza unapoenda Zanzibar, wewe unaenda kufanya uwekezaji, unatakiwa upokelewe kama mtu ambaye ametoka nchi nyingine. Ile la katiba tumelimaliza. Tunaweza tukaweka kituo kama litachokozwa, tukaliendeleza. Unajua unachokisema wewe ni mwanaharakati. Unachokisema ni kwamba mmeambiwa, na mimi naomba nimnukuu tu Mheshimiwa Rais. Alisema hivi, hilo la katiba lipo kwenye mpango, si ndio? Sasa alisema hivi. Kwa hiyo unalolisema inawezekana likasaidia pia kwenye maboresho, si ndio Chacha? Ndio. Sasa tuhitimishe. Tunatakiwa kuendelea kuwa na amani, moja na mshikamano. Tena mimi nimekuwa nikiwapongeza sana wananchi tulivyopita juzi, si ndio? Tumepita salama na tupo salama hapa, na ndio maana umekuja hapa ukiwa salama, si ndio? Kwa huko njiani umekutana na shida yote? Hapana. Tunatakiwa tuendelee kwa hivi, si ndio? Hebu wape ujumbe sasa wananchi, na ule uzalendo wako nione kwenye hiyo kauli yako. Sasa wananchi, tutambue kwamba sisi ndo mabosi wa wale ambao wanatutumikia, viongozi wa umma. Sisi ndo mabosi wao, wateule, waajiriwa na wachaguliwa. Sisi ndo mabosi wao. Tutambue mipaka yetu ya kwamba sisi ndo mabosi wao. Kwa hiyo pale wanapoenda kinyume, tuwakosoe kwamba hapo umepinda, na wanapokosolewa wakubali kukosolewa, wanyoke. Sawa. Lakini pia kwa kutambua fika kwamba sasa hivi misaada imezuiwa na mikopo imezuiwa, ni wakati wa nchi kuwa pamoja. Ndio. Sio wakati wa kutengeneza chokochoko za udini, wa kumvuta fulani na kumchomekea fulani na kumgombezea nia fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi. Ndio. Niliumia sana kuona kwamba juzi kwa mfano anapoitoa kiongozi wa dini kwamba
Mbona ustadi jina nataka kujua kiongozi wa dini kwamba mbona Zanzibar kukosoa kilichotokea Zanzibar mwaka fulani. Sasa tukasema ni lini Tanganyika huku yalipotokea alisimama wa Zanzibar akakemea kinachoendelea Tanganyika. Kwa nini unapenda kutaja Uzanzibar na Utanganyika? Kwani kuna kosa? Kosa alipo. Lakini kama tumekubali kuwa ndugu. Lakini wewe umesema uzalendo. Uzalendo ndio. Kama ndio maana huo uzalendo tunautaka. Atakaye kukwambia bana huku mmeenda kinyume na mwingine akasema huku mmeenda kinyume, tusikilizane. Lakini sio wale wanaamua kusema huku mmeenda hivi wakati wao huku hawataki tuwaulize kwa nini hapo mmeenda. Mimi nataka utaje hoja, ustadi huku pande huu au hivi. Hivyo ndo ambacho mimi sikipendi. Lakini twende tu kwenye ndio maana hoja ndo hizo zinazojengwa. Tutambue kwamba utaifa sisi sote ni wamoja. Sawa. Kwa hiyo huyu akikosea akosolewe na huyu akikosea akosolewe. Lakini kama mtu amekosa kweli wazi, sio mtu ameongea amekemea mnavyo kwamba kudai haki za Tanzania ambao sisi tunaita wamoja tuweke utaifa mbele, unampandia juu kumgombanisha sio vizuri. Mtu kama amesimama ameongea kwa maslahi mapana ya nchi, wasaidie wananchi, wasikilize wananchi, fanya hivi, alafu mnaibuka wengine kwa kumpinga, sio vizuri. Unga hoja kwa sababu wananchi kama mnatuita sisi ndo mabosi wenu, mnatakiwa mtunge mkono kama mabosi wenu. Tufanye kilicho kimoja pamoja kwa ajili ya taifa letu. Kwa mfano wabunge wanatambua kwamba nyinyi ni mabosi wao. Wanatambua akiwa anatuomba kura, lakini wakishaingia kwenye vile vioyozi hawatambui. Wakishaanza kupewa zile hela za makato ya vikao na posho na za kamati hawatambui. Inaumiza sana kuona askari polisi, mwalimu, daktari na nesi vikokotoo vinahusu pakubwa sana na vinavunja vilivyo. Halafu mbunge miaka 5 tu kikokotoo akimjui. Miaka 5 mbunge kashajua namna ya kutunza hela yake, wanampa hela yake yote. Halafu huyu analazimisha amtunzie. Kwa nini unitunzie? Nipe, nimetesekea miaka zaidi ya 30. Huyu miaka 5 anapewa hela yake yote, tena ambayo ni kubwa. Ukipiga hesabu zile hela mnazokusanya, ukapiga calculation ya madawati na shule ngapi na hospitali ngapi vya hospitali na madawa kiasi gani yangesambazwa huku, utaumia. Ndio maana tunasema hivi, mbunge ahudhurie vikao. Akimaliza kuhudhuria vikao ndani ya siku 5 zile alizohudhuria vikao, akipewa 300 inamtosha. Sio akilala akiamka anapewa zaidi ya 300 kwa siku moja ya kuhudhuria kikao. Mshahara wa mbunge ukiweka milioni 5 unamtosha. Hizi milioni 18 mzee. Kwa hiyo mbunge anapewa milioni 5 kwa? Apewa milioni 5 kwa mwezi. It is okay. Kinua mgongo chake mamilioni 500 ya nini? Kinua mgongo mchezeshe huko milioni 80 ngapi? Hautaona watu tena wanagombania, wanaacha kazi zao huko wanaenda kugombania kwa sababu anajua uraji ulioko kule ni mkubwa. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba apewe milioni 1 tu inawatosha. Whatever. Kusio kama mtu anaweza kusurvive kwa 300 anaolipwa na tajiri. Kwa hiyo apewe, lakini unakuta anafanya kazi let's say kwa mwindi analipwa laki na nusu na survive. Kwenye magari vipi? Yale magari atakuwa avunjwa, apewe magari ya kazi. Tafuta makuruza wape waingie kazini. Unapa magari ya kishua. Mtu unampa gari la kishua, barabara ya kwenda kwake ni ya shida. Lile gari atalipitisha vipi? Ndio maana wanang'ang'ania kubaki Dodoma na Dar es Salaam. Wape kama Land Cruiser. Wapigwa hata cruiser na double cabin. Zile ni gari za kazi. Mtu ukikuta double cabin asilimia kubwa unakuta nyuma kuna koleo. Ukikuta cruiser nyuma kuna koleo. Kwa sababu ni gari ya kazi, huku tutakuwa mabarabarani. Sasa na wao waje wakwame kwenye majimbo yetu. Ndio maana wakubali kuja majimboni, wanamkomaa Dar es Salaam na Dodoma kwa sababu wanajua atachezea kwenye rami na gari zao za kishua ambazo ni kodi zetu sisi. Kwa hiyo wapewe gari za kazi kwa sababu mnakuja kutomba kazi. Nitahakikisha gym mmepata maji, kituo cha afya, shule. Wapewe gari za kazi ambazo zitatosha kushuka na kupanda kwenye milima. Watakao kuferi sisi wananchi wao tupo tutawasukuma. Na wananchi waonje na sisi joto tunao. Wananchi wanataka lift wanapewa kwenye hizo double cab. Ni vizuri. Maana wananchi na wenyewe kwa kusimamisha magari ya wako. Sio bosi wako tumekutuma sisi. Na tunaposimamisha tukakwambia tatizo tusikilize, lakini wanapandisha vioo. Mafuta apewe. Dereva alipiwe. Gari lenyewe ndio hilo la kifahari apewe. Hivi hizo hela zinazotoka zote hizo, kwa nini asiguse na yeye magumu tunayopitia sisi? Mshahara 300 na unakungutwa kodi kibao, NSSF inakuhusu nini? Yeye havimuhusu.
Hafu mbaya zaidi ana bima ya kutibiwa hospitali yoyote ile kupitia kodi ya mimi mnyonge. Hospitali yoyote ile ndani na nje ya nchi. Bima kubwa ambayo ni daraja la juu. Mimi mganga njaa hata kale kabima kakulipa Laki 3 kwa mwaka kananishinda. Na nina hofu muda si rafiki sana, lakini nitamwomba Victor wala waweze kunipatia dakika 5 niweze kuhitimisha na bwana Dawson hapa. Umesema wabunge ikionekana ndani ya miaka 5 labda hajatimiza yale aliyoahidi kwa wananchi, nini kifanyike kwa mujibu wa mapendekezo yako? Yaani kwanza sisi tutamani kusubiri miaka yote 5. Kwa nini 5 yote amalizia aende na hela zetu ambazo hajafanyia kazi za nini? Yaani umalizie miaka 5 ya ustaafu, ubebe hela zetu ukaweke kibindoni ukajenge manje huko miaka ya kwanza tunakuoji utatufanyia nini na nini? Utasimamia nini na nini mule bungeni utakachokutetea? Kama mnavyoona jimbo, kwa sababu utakiwa kugombea jimbo ambalo hujui lina matatizo gani na shida gani. Kitokea ameshinda kuperform kwa hiyo asipo perform ndani ya muda aliyotuahidi, wewe jicommit kabla ya miaka 5, jicommit 3 years 2 years. Nisipo perform zipigwe kura za maoni za kunipiga chini au kuendelea na kazi. Kura zipigwe tukufyeke. Tutafute mtu mwingine atakayemaliza hicho kipindi ambaye ataweza. Tuna hakika katika hiyo mbinu tutasurvive na tutafanikiwa. Ndio maana nikukupa mfano kwamba Korea amesurvive, uchumi wake tulikuwa tunalingana level ya umaskini, ka survive kwa sababu ya sheria ngumu alizoliweka kwa watu kama hao. Mtu unamiliki mamilioni, unamiliki nini, umeyatoa wapi? Ndio maana kuna fomu za maadili za kujazwa. Ujazwe ukweli. Halafu hivi vitu vya kuibuka, Bernard James mnashangaa alikuwa mtangazaji, leo hivi Bernard James anamiliki vituo vya mafuta 30-80, inabidi ifuatiliwe pia. Si nimepambana. Unaweza ukawa unapambana kwa staili hipi? Wewe unalipwa mshahara lisema milioni 2, ukiambiwa umepambana kumiliki vituo 30 vya mafuta. Usiku kucha nilikuwa haya. Ndio maana tunataka watu wakaiva wachunguzi. Usishangae ukakuta kuna mafisadi wanapiga kule, wanakuja kusajili mali kwa majina ya watu wengine. Hicho ndicho kinatakiwa pia serikali ikichunguze. Sawa. Basi tunahitaji tuhitimishe maongezi haya ambayo kimsingi umetoa maoni yako, na kimsingi ni kwamba kila mwananchi ana uhuru wa kutoa maoni yake. Sasa tufanyeje kuiboresha amani tulionayo nchini Tanzania, kwa sababu sisi Dawson pamoja na mengi ambayo wanasema hapa ya kimsingi ya kimaendeleo, lakini umekuwa ukishinikiza na ukihamasisha sana swala la amani. Tufanye nini tuendelee kuwa na amani, kwa sababu mimi najua ni mjasiriamali, fanya biashara, na mwingine naye anafanya biashara mwingine, ili tuendelee kuwa na amani tufanye nini? Amani ya taifa hili itategemea moja moja kwa upande wetu sisi. Cha kwanza hicho. Cha pili, itategemea uzalendo wetu kuanzia aliyeko chini mpaka aliyeko juu. Tuweke taifa mbele kwanza, Tanzania kwanza, mengine baadaye. Lakini kingine, amani ya nchi hii itahitaji serikali simame upande wake kukemea yale matukio yanayotokea, kuonekana viashiria vya uvunjifu wa amani. Chapu kidogo itoe tamko na ikemee. Sawa. Tuna wizara zifanye kazi zake. Sawa. Tuna wizara ya katiba na sheria. Wizara ya katiba na sheria, jitokezeni. Bana, nyewe matamko mnayotoa haya yanaonekana kwamba yako kinyume 1 2 3. Haya mambo mnayoyaongea yako kinyume 1 2 3. Sheria imesimama hivi, vifungu vimesimama hivi. Tunatoa onyo. Tumekuona live fulani bin fulani ukionyesha kuleta mpasuko wa udini, kuleta mpasuko wa ukabila, mpasuko katika mkulima na mfugaji. Tunatoa onyo. Next ni kukuwajibisha. Hiyo itatusaidia kuondoa vitu kama hivyo. Lakini kama watu wanaleta viashiria vya uvunjifu wa amani, wananyamaziwa, ndo mbegu hiyo inapandwa inamwagiliziwa, inamwagiliziwa. Kitakachofuata itakuwa kubwa mioyoni mwa watu. Tuzalishe mbegu za upendo wa taifa. Ndiyo. Tuzalishe mbegu za uzalendo wa taifa. Ndiyo. Tuzalishe mbegu za kudhamini mwenzako. Ndiyo. Usione wewe una gari nzuri la umepandisha kioo, utaki tena kutuona sisi wanyonge, unatupiga matope unavyotaka. Tusikilize na sisi, kwa sababu sisi ndio tumekutuma kupata hiyo nafasi. Tumekuchagua hata kama umeteuliwa na president. Ndiyo. Tumekutuma kwa sababu sisi hapa wananchi ni kiongozi wa umma. Umma ndo sisi. Yeah. Kwa hiyo tunaomba watu waweke taifa kwanza, amani kwanza, uzalendo kwanza, mengine waweke pembeni.
Umeongea maneno mazuri sana na mazito kweli kweli. Mimi nikushukuru sana. Asante. Kwa leo sijazoea mood yako, anakuwa na mood fulani. Leo sijaiona kabisa. Changamka bwana. Sana. Chacha, mimi nakushukuru sana. Na kimsingi ni kwamba mtazamaji, Chacha maoni aliyokuwa anayatoa ni ya kwake, na ni maoni ambayo kimtazamo kama mwananchi anaona kwamba anaweza akasaidia taifa letu kulitoa katika hatua moja katika hatua nyingine. Aliyoeleza ni ya kwake na nabaki kuwa ya kwake. Umeniandikia ujumbe wako mfupi, nimepigia simu, nijatoa nafasi kwako kwa siku ya leo ili niweze kumpatia nafasi zaidi. Nitafanya hivyo wakati mwingine, lakini message ambazo umeziandika hapa tutazizingatia zaidi kwa maendeleo mapana ya taifa. Lakini mimi naendelea kuwapongeza tu Watanzania wote ambao kimsingi juzi wakati tukisherehekea uhuru tumepita salama, bado tupo salama wote. Na kama ninavyosema kila siku, umewasikia viongozi wa taifa wakieleza na wakiwapongeza na wakiwashukuru wananchi. Kwa nini tubaki hapo kwa wananchi? Kama umeshukuriwa na viongozi wa juu, basi naona uone kabisa kwamba kama alivyosema ndugu yangu hapa, wewe una nafasi kubwa sana katika taifa lako. Na Tanzania ni ya kwangu, ni ya kwako, ni ya Dawson. Si ndio Dawson? Ndio kiongozi. Hamna ni ya mtu mwingine. Tanzania ni kwetu sisi wote. Katika kipindi kwa siku ya leo nilikuwa na Chacha Dawson ambaye ni mwanaharakati na kubwa zaidi akielezea dhana ya uzalendo kwa maendeleo ya taifa. Chacha, nakushukuru sana. Asante. Kualika wakati mwingine njoo umechangamka basi kidogo. Maumivu tunapitia ndio yanasababisha. Mimi mwenyewe najitahidi hapa, lakini wote si nchi yetu wote au ulitaka na mimi nitangaze kama wewe? Sawa, basi kwa niaba ya Lucy Mkono, Lilian Ruguga, Abdalla Othman, Alex pamoja na Eric Lavet Haguye na wewe mtazamaji, jina langu ni Bernard James BJ. Asante na nikutakie asubuhi njema.